Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, kwa kile ambacho kimeweza kutangazwa na shirikisho la soka. Hapa nazungumzia barani Afrika CAF kuhusiana na ratiba ya mchezo wa fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, ambako klabu ya Simba unafahamu ya kwamba ndio kitu ambacho kwa sasa ni jambo muhimu kuliko yote ambayo wewe unayafahamu pale Simba Sport Club, wakiwa wanajiandaa katika mchezo huo. Sasa taarifa ambayo imetoka kutoka shirikisho la soka barani Afrika CAF juu ya mabadiliko ya ratiba ya mchezo wa kombe la fainali, utakwenda kujua hapa Simba anaanzia wapi, Simba anamalizia wapi mchezo wake kutokana na mabadiliko hayo ya ratiba. Utakwenda kujua kila kitu ambacho kinachoendelea, ila kabla tujaendelea kukuhabarisha ni kukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Star Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana na hili ambalo naloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club, miongoni mwa vilabu bora kabisa barani Afrika kwa mwaka huu na kwa msimu huu. Mambo yameendelea kwa mazuri kwa upande wao, namba 4 kwa ubora barani Afrika. Sasa tusogee katika taarifa ambayo imetolewa leo hii na shirikisho la soka barani Afrika CAF juu ya mchezo huo. Unaambiwa mambo ni mambo. Unaona bana, kwa muda wa zaidi ya miaka 30 mashabiki wa Simba wamekuwa wakisubiri kwa hamu siku ambayo timu hiyo itaandika historia mpya katika ramani ya soka la Afrika. Hatimaye siku imefika. Simba ilitinga fainali ya kombe la shirikisho Afrika Jumapili iliyopita huko Durban, Afrika ya Kusini, baada ya miaka 32 ya kusubiri, na sasa itavaana na RC Berkane kwenye mchezo wa fainali ya kombe la shirikisho Afrika. Ni mafanikio yanayobeba hisia, furaha, matumaini na hali mpya. Katika mchezo wa nusu fainali Simba dhidi ya Stellenbosch Afrika Kusini, Simba ambayo ilifuzu kwa ushindi wa bao 1-0 ilionyesha ukomavu kimchezo, kiakili na uimara wa kiufundi. Haikuwa kazi rahisi, lakini Simba ilijipambanua kuwa timu iliyo tayari kupambana kwa ajili ya heshima, taifa na historia. Sasa ni wakati wa klabu hiyo ya Msimbazi kuelekeza nguvu katika mchezo wa fainali dhidi ya RC Berkane ya Morocco, ambapo Watanzania unaambiwa mambo mengi ya kutizama, ikiwemo njia iliyowafikisha fainali, kauli ya kocha Fadlu Davis, maoni ya wachezaji mara baada ya kufanikiwa hilo, na hata wapinzani wao. Safari ya fainali, timu hizo mbili zilianza raundi ya pili ya michuano hiyo, Simba ikiingoa Al Ahly Tripoli ya Libya kwa ushindi wa mabao 3-1, huku Berkane wakishushia mvua ya mabao 7-0 Daji ya Benin. Matokeo hayo yalizifanya timu hizo kutinga hatua makundi, Simba ikilipangwa kundi A na Berkane ikiwa kundi B. Wababe hao kila mmoja alimaliza hatua hiyo akiwa kinara wa kundi lake. Simba iliongoza kundi A ikiwa na pointi 13 baada ya kushinda mechi 4, sare 1 na kupoteza 1. Tofauti na Simba, Berkane yenyewe ilivuna pointi 16 kwenye kushinda mechi 5 na kutoa sare 1, wakati Simba ikifunga mabao 8 na kuruhusu mabao 4 katika hatua ya makundi. Wapinzani wao walifunga mabao 12 na kuruhusu bao 1 tu, wakitajwa kuwa na safu bora ya ulinzi na ushambuliaji. Katika hatua ya robo fainali Simba iliitoa Al Masry kwa mikwaju ya penati 4-1 baada ya matokeo ya jumla kuwa sare ya bao 2-2. Berkane wao waliitoa ASEC Mimosas kwa ushindi wa jumla ya mabao 2-0, kila mchezo ikishinda bao 1-0. Upande wa nusu fainali Simba haikuruhusu bao dhidi ya Stellenbosch na imetinga fainali ikiwa ugenini. Berkane wametinga hatua hiyo kufuatia ushindi wa jumla ya mabao 4-1 dhidi ya Constantine, ikiwa ndio bao la pili wameruhusu kwenye michuano hiyo msimu huu. Tangu hatua za awali Simba imefunga mabao 14 huku ikiruhusu 7 kwenye mchezo 12. Kwa upande wa Berkane imefunga mabao 25 na kuruhusu 2, ikiwa ndio timu iliyofunga mabao mengi na kuruhusu machache.
fedha ambazo wanazozipata wekundu wa Msimbazi mara baada ya kufika hatua hii kubwa mno. Unaambiwa kwa kutinga fainali kombe la shirikisho Afrika, Simba na Berkane zimejihakikishia kitita cha dola milioni 1 za Kimarekani, takriban shilingi bilioni 2.6 bilioni za Kitanzania kutoka kafu. Hili ni ongezeko kubwa la mapato ambayo klabu inaweza kuyatumia kwa maendeleo zaidi ya ndani, kama vile kuimarisha kikosi, kuboresha miundombinu au kuimarisha utawala. Aidha, endapo Simba watafanikiwa kushinda taji hilo, watavuna zaidi ya mara 2 ya kiwango hicho, zaidi ya dola milioni 2 ambazo takriban shilingi bilioni 5 za Kitanzania. Mkwanja huu unaonyesha wazi kwamba Simba si tu wanapigania heshima ya soka la Tanzania, bali pia wanatengeneza msingi wa kifedha unaweza kuipeleka klabu hiyo kwenye ngazi nyingine zaidi barani Afrika. Umri. Kikosi cha Simba kina wastani wa umri wa miaka 25, huku Berkane ikiwa ni wastani wa miaka 27 kwa wachezaji wake. Hawa ndio RC Berkane. Katika fainali, Simba wanakutana na RC Berkane ya Morocco iliyobobea katika mashindano hayo. RC Berkane ni mabingwa wa zamani wa kombe la shirikisho Afrika, wakilitwaa mara 2, 2019 na 20 na 21 na 22, na ni timu inayojulikana kwa nidhamu ya kiufundi, uzoefu mkubwa wa wachezaji wenye ubora wa juu. RC Berkane wanacheza soka la kujilinda vyema na pia kushambulia kwa kasi. Wana mchezaji mahiri kama Yosefu El Fahil na Adil Taifu ambao ni hatari katika mashambulizi ya kushtukiza. Ni timu yenye uzoefu mkubwa wa mechi za fainali, jambo ambalo linawafanya kuwa wapinzani hatari kwa Simba. Hata hivyo, Simba wameonyesha kuwa wana uwezo kukabiliana na pressure kubwa kwa maandalizi sahihi, mbinu, morali kubwa. Simba wana nafasi nzuri ya kupindua meza zidi ya mabingwa hawa Morocco, kwa kuwa mchezo wa mwisho wa fainali unapigwa Mkapa, ambayo imekuwa muhimili mzuri kwa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba katika mashindano haya ya kombe la shirikisho barani Afrika. Lakini katika taarifa nyingine ambayo nimekusogezea hapa kutoka pale kwenye kikosi cha klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, ambayo kwa sasa ndio taarifa ambayo inasambaa zaidi ukiweza kuizungumzia kuhusiana nyota mpya ambaye anatua kwenye kikosi cha klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Unaambiwa klabu ya Simba imeanza harakati za chini chini kuhakikisha inamnasa beki tegemeo wa Azam FC Lusajo Mwikenda. Taarifa za ndani kutoka kwa watu wa karibu na uongozi wa klabu hiyo ya Msimbazi inaeleza kuwa tayari mazungumzo ya awali yameshafanyika kuhusu uwezekano wa kumsajili mlinzi huyo mahiri. Lusajo ambaye amekuwa nguzo muhimu kwenye safu ya ulinzi ya Azam msimu huu bado ana mkataba wa mwaka 1 na matajiri hao wa Chamanzi. Hali hiyo inaweza kuifanya Simba kukumbana na dau kubwa endapo watahitaji huduma yake mapema kabla ya mkataba kumalizika. Hata hivyo, inaelezwa kuwa Simba iko tayari kuvunja benki ili kuimarisha kikosi chake, hasa eneo la ulinzi ambalo limeonekana kuwa changamoto kwa baadhi ya michezo ya